Mheshimiwa Eric Shigongo. Mwenyekiti, nashukuru sana kwa kuniona. Naipongeza sana serikali kwa kazi kubwa iliyofanyika Buchosa kwenye upande wa maji. Kuna kiasi cha shilingi bilioni 21 ziko kwenye miradi ya maji tayari. Lakini ndiko changamoto moja kubwa, watu wetu Buchosa wanaliwa sana na mamba. Maeneo ya kando ya ziwa miradi hii haijafika. Je, serikali iko tayari kuongeza DP kwenye maeneo kama Maisome, Kanyara, Nyakaliro ili watu waweze kujipatia maji kwa urahisi na kuweza kuokoa maisha yao? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na namshukuru sana kakangu Eric Shigongo, mbunge wa Buchosa, na kwa kuendelea kuwasemea wananchi ili kuwaondosha katika hatari ambayo mamba kwa kweli ni wakali ambao wanaweza kusababisha majanga makubwa, na serikali isingependa kuwaweka wananchi wake katika mazingira ambayo hayana usalama. Hili ni ombi la Mheshimiwa mbunge, na sasa serikali tunaipokea ombi hili na tutatuma wataalamu wetu kwenda kuangalia namna bora zaidi ya kuchukua hatua stahiki ili kuepusha mazingira hatarishi kwa wananchi wetu, lakini pia waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa mbunge, serikali tutaenda kulifanyia kazi kwa uzito stahiki. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Jonas Zeland. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mkandarasi anayejenga mradi wa maji katika kijiji cha Tandali, Homboza na Mlali amekuwa kisuasua sana kwa kisingizio cha kutokulipwa kwa wakati, na mpaka sasa yuko chini ya 60%. Je, nini kauli ya serikali juu ya kumlipa huyu mkandarasi ili aweze kumalizia miradi hii mikubwa ya maji katika hivi vijiji nilivyovitaja? Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na namshukuru sana kakangu Jonas mbunge Mvomero kwa kazi nzuri, na nakumbuka nilifika Mvomero tukapita katika maeneo na upatikanaji wa maji kwa kipindi cha serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Mvomero imeongezeka kwa kasi kubwa sana, lakini pia bado tunatambua kwamba bado kuna changamoto za hapa na pale, lakini pia tunatambua kwamba wakandarasi wetu wanahitaji fedha ili waweze kuendelea na miradi, na tayari waziri wa maji ameshaelekeza katibu mkuu ili waweze kukusanya maombi yote, zile hati za madai, ili wakandarasi walipwe na waendelee. Na pia tuna majadiliano na wenzetu Wizara ya Fedha kuendelea kuhakikisha kwamba upatikanaji wa fedha unaendelea kuwepo ili na sisi Wizara ya Maji tuweze kuwalipa wakandarasi wetu na waendelee kunani. Nikutoe hofu, tutaendelea kulifanyia kazi. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.